Neno letu la leo ni kumpenda Mungu. Somo letu la leo lina vipengele vitano. Kipengele cha kwanza, nini maana ya kumpenda Mungu? Kipengele chetu cha pili, faida ya kumpenda Mungu. Kipengele chetu cha tatu, kwa nini tunatakiwa kumpenda Mungu? Kipengele cha nne, hasara za kutokumpenda Mungu. Kipengele chetu cha tano na cha mwisho, tufanye nini ili tuweze kumpenda Mungu? Tunaanza kipengele cha kwanza, nini maana ya kumpenda Mungu? Kumpenda Mungu ni ile hali ya kuamua kujitoa wewe mwenyewe binafsi kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Yaani unajitoa bila kumshirikisha mtu. Yaani umeamua kujitoa wewe kama wewe. Yaani umeamua kujitoa wewe kama wewe unafanya kazi ya Mungu bila kusikiliza ushauri unaotoka kwa mtu mwingine, hata ushauri mbaya. Umeamua ni kujitoa wewe kama wewe. Pia kumpenda Mungu ni kuamua kushikamana naye kwa uaminifu. Usipokuwa mwaminifu huwezi ukampenda Mungu na Mungu hawezi kukupenda. Kumpenda Mungu ni kuamua kumpa nafasi ya kwanza katika mambo yako yote unayoyafanya. Hawezi ukampenda Mungu alafu katika kila jambo unalolifanya wewe hauwezi kumshirikisha Mungu. Huko sio kumpenda Mungu. Yaani kumpenda Mungu ni kile kitu unachokifanya, chochote kile unachokifanya, kwanza inabidi umshirikishe Mungu ndio uende kufanya kile kitu unachotaka kukifanya. Naomba mnisomee Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili. Tasoma Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizao leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Amina. Kwa kumpenda Mungu na ukisikiliza sauti yake, atakujilia na kukumagia baraka. Yaani ukifanya kila kitu kwa kuamua kushirikiana naye, Mungu naye anaweza akakushika mkono na ukafanya mambo yako vizuri bila shetani au adui yoyote kukuingilia katika kazi yako. Ukimpenda Mungu kutoka moyoni, huwezi ukayumbishwa na changamoto yoyote ile. Yaani Mungu hawezi kukubali kwamba huyu mwanangu anayenipenda na mimi ninayempenda, hata jaribu likija au changamoto ikija, anaweza akakufungulia milango na unaweza ukapita kwenye ile changamoto. Kwa ukimpenda Mungu yaani tuseme katika changamoto utakayopitia wewe, Mungu atakuwa pamoja nawe. Kwa sababu gani? Kwa sababu unampenda. Na kama unampenda Mungu, hata ukilala njaa siku moja hawezi ukamwacha, kwa sababu unampenda kutoka moyoni. Ukiwa umpendi Mungu, ukilala njaa siku moja utasema Mungu hanipendi mwenyewe. Kwa sababu yaani Mungu hanipendi kabisa. Angekuwa ananipenda, angenifungulia milango, ningefanya kazi na ningekula, lakini yeye hajanipendi kabisa. Huko sio kumpenda Mungu. Yaani unavumilia, ni siku moja tu. Labda kesho atakufungulia milango zaidi na ile ya kesho yake ambayo ulikosa. Na ukimpenda Mungu, naye pia atakupenda. Nisomeeni Yohana 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Ndio maana tunaposema kumpenda Mungu, kwani Mungu aliamua kuupenda ulimwengu mpaka akaamua yeye mwenyewe kumtoa mwanae. Nani hapa yuko sasa hivi hata akisema mtoe mwanao kwa ajili ya kanisa tu, nani yuko tayari? Kwa hiyo Mungu alikupenda au aliupenda ulimwengu kwa ule
anaupenda sana ulimwengu mpaka akaamua kumtoa mwanae. Wewe mwenyewe hapa sasa hivi tukikwambia umtoe mwanao hauwezi. Na mfano sasa, mtu anakuja anakuambia nakupenda, haya mnakumatiana, huku mwenzio nyuma huko anakung'onga na marafiki zako wanaona, lakini hawakwambii. Kwa sababu gani? Hawana upendo wa dhati na wewe. Hawana upendo na dhati, yani hawana ule upendo kama Mungu alokuwa nao. Hakupendi. Wangekuwa wanakupenda wangekwambia rafiki yangu huyu mtu sio, hakupendi. Lakini wao wanaamua kukuacha hivyo, wanajua huyu kashaingia pabaya, lakini wanakuacha. Kwa nini? Hawana upendo wa dhati, hawakupendi. Ndio maana tunasema kuipenda Mungu, yani unaamua kujitoa. Usipoweza kujitoa huwezi ukampenda Mungu. Afani kwambie kitu, huwezi ukampenda Mungu kama haumpendi jirani yako. Inabidi uanze kumpenda jirani, alafu uende kumpenda Mungu. Twende kwenye kipengele cha pili. Faida ya kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu atakurehemu. Naomba mnisomee Kutoka 20:6. Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amen. Mungu anawarehemu maelfu na maelfu wampendao. Tena sio maelfu, watu wote, hadi ikifika hadi ikibidi hata ikiwa mamilioni, wote yeye anawarehemu kwa sababu wanampenda. Lakini kama huna ule upendo au haumpendi, Mungu hawezi kukurehemu. Mungu anamrehemu yule mtu aliyokuwa na upendo wa dhati kwake. Yaani ule upendo ambao tuseme yani upendo hauna mwisho, upendo ule wa agape hauna mwisho kabisa. Ndio Mungu anataka ukimpenda yeye vile, na yeye hawezi kukuacha. Faida ya pili, ukimpenda Mungu ataweka roho ya uvumilivu ndani yako ili uweze kustahimili majaribu. Roho ya uvumilivu itakufanya wewe uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, ukiwa na changamoto, usipokuwa na ile roho ya uvumilivu, hauwezi ukaliacha ile changamoto. Lazima ile changamoto likutikise pale. Hauwezi ukatoka. Kwa sababu gani? Na hauwezi ukaishinda ile changamoto. Hauna roho ya uvumilivu, wala hauwezi kustahimili majaribu. Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe kashaamua kukutoa pembeni. Kwa sababu yeye humpendi, na yeye anaamua tu kukuweka pembeni. Na hayo yote Mungu atafanya kama unampenda. Yaani hayo yote kukuwekea roho ya uvumilivu ili kustahimili majaribu, Mungu ataifanya, ataiweka hiyo roho ya uvumilivu kama unampenda. Kama haumpendi, hawezi akaweka roho ya uvumilivu. Faida ya tatu, utamfanya Mungu ajivunie wewe. Mungu atajivunia wewe kwa sababu unampenda. Mfano wa mtu ambaye Mungu alikuwa anajivunia ni Ayubu. Mungu alikuwa anajivunia Ayubu kwa sababu Ayubu alikuwa anampenda Mungu. Ayubu katika matatizo yake yote aliyopitia, watoto wake walivyokufa, mali zake zilivyoisha, lakini hakuweza kumwacha Mungu, wala hakuweza kumwachia Mungu kwa upumbavu. Kwa sababu gani? Alikuwa ana upendo wa dhati. Hata kama marafiki zake walikuwa wanamshauri, wewe umemkosea Mungu, lakini hakuwa na hilo wazo. Alisema tu, hili ni jaribu alionipa Mungu, kwa hiyo naye atanifungulia mlango. Kwamba Mungu amenipa ile, hawezi akaniacha hivi. Lazima anifungulie mlango. Pia yani alikuwa na ile tuseme roho ya upendo kwa Mungu na kuweza kufanya kila kitu kwa ajili ya Mungu. Faida ya 4, Mungu atakuwa pamoja nawe utakapopitia katika changamoto. Kila changamoto utakayopitia, Mungu lazima awe na wewe kwa sababu unampenda na yeye anakupenda. Kwa hiyo hauwezi ukapitia changamoto au jaribu Mungu asikufungulie njia, wala Mungu asikufungulie lango. Lazima akupe njia ya kutokea, lazima akupe na mlango wa kutokea.
yaani ukimpenda Mungu ndio hivyo. Mungu lazima akupe mlango katika jaribu, akupe njia na akupe kila suluhisho. Ukimpenda Mungu atabariki kazi za mikono yako. Naomba mnisomee Ayubu 1:10. Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umeziharibu. Nitarudia pale. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali imeongezeka katika nchi. Amen. Amina. Kwa hiyo ukimpenda Mungu, kama inavyosemekana, ukimpenda Mungu, yani Mungu atabariki kazi za mikono yako. Kila kazi utakayoifanya kwa mkono wako lazima Mungu aishushie baraka na aiwekee mafanikio. Twende, kwa nini tunatakiwa kumpenda Mungu? Kipengele cha 3. Kwa sababu nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Naomba mnisomee Zaburi 24:1. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Amen. Amen. Nchi na vyote vijaavyo ni mali ya Bwana, dunia na pia wakao ndani yake. Kwa hiyo hata wewe uliyekuwepo hapa ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu akiamua kukuchukua kwa dakika moja tu, wewe tayari. Kwa sababu hata hiyo pumzi unayotumia ni mali ya Bwana. Na hata kama ukiwa na mali, usimdharau yule mtu ambaye hana mali. Kwa nini? Mungu wote amewapa pumzi. Sema tu yeye amekosa mali, wewe una mali. Hivi Mungu akisema hiyo pumzi unayotumia kwa sekunde moja tu unilipe 100 tu, wewe utaweza? Kwa hiyo usimdharau hata kama una mali. Zile mali ukifa hauzikwi nazo, zinabaki hapa hapa. Mungu hata kama akiamua kuzichukua, wewe utabaki hauna kitu. Manake wewe ulivyokuja, umekuja hauna kitu. Mungu amekupa baraka na bado unamdharau yule aliyokuwa chini. Sababu ya 2, kwa sababu alitufia msalabani na kutuweka mbali na dhambi. Tunatakiwa kumpenda Mungu kwa sababu yeye ndio aliyotufia msalabani. Yeye ndio ametuweka mbali na dhambi. Manake Mungu au Yesu asingetufia msalabani, mpaka sasa hivi sisi tusingekuwa hapa tulipo. Kwa hiyo yeye kwa upendo wake akaamua kutufia msalabani ili atuweke mbali na uovu wa shetani. Sababu ya 3, yeye ndiye Mungu mkuu na mwenye baraka tele. Yeye ndiye Mungu mkuu. Kwa nini tunatakiwa kumpenda Mungu? Kwa sababu yeye ndiye Mungu mkuu na Mungu ni mmoja tu. Kwa sababu yeye ndiye Mungu mkuu na ana baraka tele, na yeye ndiye ana uwezo wa kutumwagia baraka. Twende hasara za kutokumpenda Mungu. Hasara ya kwanza, Mungu atakukataa. Maana Mungu tuseme kama tuseme ukimkataa Mungu mbele za watu, na yeye atakukataa. Atakimbia kwa baba yake, na wewe utabaki mwenyewe huko na dhambi zako. Kwa hiyo atakukataa, atakuruka, wewe mwenyewe utaamini. Mungu faida ya 2, hasara ya 2, Mungu hata kuinua wala kukusaidia. Atakusaidiaje kama umpendi? Hata ukiwa kwenye changamoto ndio kwanza anakuambia shirikiana nalo. Anakaa mbali na wewe, anaamua kukuacha. Hawezi kukusaidia kwa sababu hauna upendo. Yeye mwenyewe kwa kuwa ameona huyu hana upendo na mimi, basi na mimi namwacha. Hasara ya 3, Mungu atakuacha na atakuwa mbali nawe utakapopitia katika jaribu. Yaani katika jaribu lolote utakalopitia, Mungu ndio yule anaondoka. Anakuacha, utabaki mwenyewe na jaribu lako na utalitatua mwenyewe. Sasa tuone kama bila Mungu hilo jaribu litatatukaje. Hasara ya 4, Mungu hatakupa roho ya uvumilivu na ustahimilivu. Hawezi kukupa roho ya uvumilivu.
hata utakapopitia kwenye jaribu kidogo tu Mungu hayupo na mimi, kwa sababu hauna roho ya uvumilivu. Yaani unasema Mungu mpaka hapa kashaniacha. Wewe mwenyewe hauwezi jua kumbe Mungu hapo anakupima, kwa sababu haumpendi na yeye ameamua kutoweka roho ya uvumilivu. Hasara ya 4. Mungu hawezi kujivunia wewe. Hawezi akajivunia kwamba mimi mwenyewe na mtoto duniani. Hawezi, kwa sababu haumpendi. Yeye kule hakutambui kama unampenda. Kipengele cha 5. Tufanye nini ili tuweze kumpenda Mungu? Ya kwanza, tuwe waaminifu. Usipokuwa mwaminifu, huwezi ukampenda Mungu, kwa sababu utakuwa unamdanganya. Huo sio uaminifu kwake. Ya pili, tujifunze neno la Mungu kila wakati. Ukitaka uwe karibu na Mungu, inabidi kila wakati uwe unajifunza neno la Mungu. Usipokuwa unajifunza neno la Mungu, huwezi kuwa karibu na Mungu. Utakuwa mbali na Mungu. Ya tatu, tuwe watu wa maombi. Tukiwa watu wa maombi, hiyo itatusaidia tuwe karibu na Mungu. Itatusaidia kutuweka karibu na Mungu. Ya 4, tuwe na upendo na watu wote. Kama nilivyosema mwanzo, hauwezi ukawa unampenda Mungu alafu haumpendi jirani yako. Kwa hiyo inabidi tuwe na upendo na watu wote kwanza, alafu ndo tumfuate Mungu. Hapo Mungu anakupokea kiurahisi. Ya 5, ya 4, ukiwa unampenda Mungu inabidi ujitoe kwa ajili yake. Yaani ujitoe kwa kila kitu. Kama tuseme hapa kanisani, inabidi ujitoe. Maana sasa hivi kukishatokea mchango, mama, mnasema huyu naye askofu anataka hela huyu. Hicho kitu hakipo. Inabidi ujitoe kwa sababu hii ni kazi ya Mungu. Cha 5, tuwe watu wa kuomba rehema kila siku. Yaani uwe unajiwekea mazoea kuwa niwe naomba rehema kila siku. Maanake wewe haujui kama leo nimekosea. Wewe ukijiona unajiona niko sawa, sijakosea. Lakini kule kwa Mungu kuna kitu tu lazima ukifanye, uwe umeshamkosea Mungu. Kwa lazima kila siku uwe unaomba rehema. Kwa sababu ukiwa unaomba rehema, naye Mungu atakupa hizo rehema. Asanteni. Kwa kila aliyesikia neno hili